Na tukiachana na hayo, tuangazie yanayojiri kwenye idara ya elimu, ambapo kamati ya bunge kuhusu elimu imemhoji katibu katika idara ya elimu ya juu Beatrice Inyangala kuhusu mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu ambao umekumbwa na utata. Emmanuel Wabomba na taarifa hiyo kwa kina. Mfumo wa ufadhili wa elimu ya juu umekuwa ukikumbwa na changamoto kubwa, huku wanafunzi wengi wa vyuo vikuu wakilalamikia kucheleweshwa kwa fedha za mikopo. Mapema leo, katibu wa Wizara ya Elimu ya Juu Beatrice Inyangala akihojiwa na kamati ya bunge alisema kuwa baadhi ya wanafunzi hukosa kufuata taratibu sahihi wanapojaza fomu za kuomba mikopo. Hii imechangia idadi kubwa ya wanafunzi kukosa ufadhili. It's like everything was gotten wrong, and for me it is about your data. How did you get your data? And surely, when the student is feeling, you can be feeling saying that we earn this amount of money. I'm living in a house that is not a permanent house, while they live in that houses. Why are they saying that? They are saying that because they don't want to look poor. But when the rubber meets the road, the reality checks in. The parents cannot afford to pay. We undertook a survey, Honorable Chair, and 53% of the students indicated that their forms had been completed in a cyber, and they were not very sure what was put in those forms. So that was a very big issue that caused the problems with the implementation, because the students would go to cybers and just leave the forms there, and then the staff of the cyber would fill for them. So we identified that as a major obstacle. And obviously then when you feed a model with the wrong information, what comes out will also not be good. But that being the case, Honorable Chair, we do have an appeal mechanism, and students who felt that they had been put in the wrong band had an opportunity to appeal, and then the data that they had completed would be reviewed. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu almaarufu HELB, Bwana Geoffrey Monari, alibainisha kuwa wanafunzi wengi hukosa kutoa taarifa muhimu au kubadilisha nambari zao za simu, jambo linalokwamisha mchakato wa utoaji wa mikopo. Haya yanajiri wakati ambapo Rais William Ruto alikuwa ameahidi kuwa mikopo hiyo ingewafikia wanafunzi kwa wakati kufuatia malalamiko kutoka kwa vyuo vikuu mbalimbali. Hapo kwa HELB kumekuwa na kizungumkuti kidogo. So jana nilikuwa na waziri ambaye anahusika, kulikuwa na matatizo pale kwa HELB board. Leo head of public service anashughulika na hiyo kazi, na nimewaambia by Friday pesa iwe imekuwa released kwa vijana wa taifa letu la Kenya, so that everybody can have their resources. So by Friday kama pesa haijaingia kwa simu zenu, munipigie simu. Kuna majamaa nitawanyorosha. Tukio hili limezua hisia mseto miongoni mwa wanafunzi. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Emmanuel Wabomba.